Katika dunia ambayo watu wengi wanaamini kuwa mapenzi ya kweli yamepotea, kuna hadithi chache zinazobaki kuthibitisha kuwa moyo ukipenda kwa dhati haujawahi kusahau hata siku moja. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni simulizi ya maumivu, makosa, majuto na zaidi ya yote ni upendo usiokufa. Ni hadithi ya Harmonize na mwanamke ambaye jina lake limeandikwa ndani ya moyo wake, Kajala Masanja. Mwanzoni kabisa walisema kwamba mapenzi yao hayawezi kudumu. Wapambe wengi mjini walisema tofauti zao ni kubwa kuliko hisia walizokuwa nazo, lakini hakuna aliyejua kilichokuwa kinapitia ndani ya mioyo yao. Harmonize, msanii aliyeshika mioyo ya wengi kupitia muziki wake mzuri sana, alikutana na Kajala, mwanamke mwenye nguvu, uzuri na moyo uliojaa upendo wa kweli. Kilichoanza kama urafiki kiligeuka kuwa kitu ambacho hakuna hata wao wenyewe walitegemea. Mapenzi ya kweli ni yale yanayokuja bila kupanga, yale yanayokufanya uamini kuwa huyu ndiye mwenza wangu sahihi. Lakini kama ilivyo kwa hadithi nyingi za mapenzi, safari yao haikuwa laini hata kidogo. Kulikuwa na maumivu makali sana, kulikuwa na makosa na kulikuwa na majina yaliyohusishwa kama. Hapa ndipo dunia ilipoanza kuhukumu. Maneno ya watu yakawa mengi kuliko ukweli, chuki ikazidi kuliko upendo, na penzi lao likaanza kuyumba mithili ya chombo kilichopoteza mwelekeo angani. Kuna wakati walitengana kwa muda kidogo, kila mmoja akajaribu kuendelea na maisha yake kwa ajili ya kutafuta amani ya moyo wake. Lakini ukweli ni huu, hakuna aliyewahi kusahau, kwa sababu unapopenda mtu kwa dhati, hata ukiondoka, moyo wako bado hubaki nyuma. Kulikuwa na ukimya, lakini si ukimya wa amani. Ulikuwa ni ukimya wa mawazo, ukimya wa kujilaumu, ukimya wa kukumbuka kila kicheko, kila mguso na kila neno la kupenda. Harmonize alipokuwa studio, hakukuwa na beat iliyopigwa bila kumkumbuka Kajala. Na Kajala kila alipokuwa peke yake, alijikuta akirudia kumbukumbu zile zile. Hii si hadithi ya kusahau. Hii ni hadithi ya kushindwa kusahau. Kisha siku moja, sauti ya moyo ikaamua kuzungumza kupitia wimbo wake mpya ambao unaokwenda kwa jina la Wewe. Harmonize hakutoa muziki tu, alitoa hisia zake zote. Alisema kwa sauti ambayo dunia nzima ingesikia. Mashairi yaligusa kila engo, yalieleza kila ambacho Harmonize alikuwa anahisi katika moyo wake. Na hizo ni hisia nzuri kuhusu mpenzi wake wa sasa, Kajala Masanja. Na huu haukuwa wimbo wa kawaida. Ilikuwa ni barua ya wazi, barua iliyoandikwa kwa machozi na kutiwa muhuri kwa mapenzi ya kweli. Mashabiki waliposikiliza walihisi jambo fulani, na walipoangalia video walielewa kabisa. Hii haikuwa acting,
hii ilikuwa ni reality, na kama upepo unaorudisha kumbukumbu za zamani, mioyo yao ikaanza kukutana tena, si kwa sababu walikuwa wakamilifu, bali kwa sababu walichagua kusamehe. Kajala aliona kitu ambacho wengi hawakuona. Moyo ulikuwa umejifunza kupitia makosa yake, na Harmonize alijifunza kuwa mapenzi si mchezo, ni dhamana kubwa sana. Waliporudiana haikuwa kwa kelele, ilikuwa ni kwa utulivu, lakini yenye nguvu kubwa sana, kwa sababu safari yao sasa ilikuwa imejengwa juu ya ukweli, si hisia za muda mfupi kabisa. Hadithi yao inatufundisha kitu kimoja muhimu sana, kwamba mapenzi ya kweli hayakimbii majaribu, yanayapitia, yanayakabili vilivyo, kwamba si kila mwisho ni mwisho, wakati mwingine ni mwanzo mpya, na kwamba kama moyo wako bado unampenda mtu, basi labda bado kuna nafasi ya kuandika upya hadithi yenu. Leo hii Harmonize na Kajala si wakamilifu, lakini ni mashahidi wa kitu kimoja tu: upendo unaweza kuvunjika, lakini pia unaweza kujengwa tena. Na kupitia wimbo huu mzuri ambao umegusa mioyo mingi sana ya watu wengi sana, ambao unaokwenda kwa jina la Wewe, dunia imepewa nafasi ya kusikia kile ambacho mioyo yao ilikuwa ikisema kwa muda mrefu sana. Na hii si hadithi ya celebrity tu, hii ni hadithi ya kila mtu aliyewahi kupenda na akaumia, lakini bado akaamini katika mapenzi. Na kama kuna mtu unampenda kwa dhati kabisa, usisubiri hadi awe kumbukumbu, mwambie leo leo, kwa sababu wakati mwingine neno moja tu, na ambalo si jengine, ni wewe, linaweza kubadilisha kila kitu. Karibu sana, mimi naitwa Moka 360 kupitia 360 On Air.